Tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, mimi Stanislaus Tobias Nyakunga na mwenzangu Elia Faustin tulipeleka barua ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuhusu mwenendo wa Padri Dr. Charles Kitima. Sasa sisi tukiwa kama waumini wa kanisa Katoliki nchini tumewasilisha rasmi barua kwa Archbishop Angelo Acantinho ambaye pia ni balozi wa nchini Tanzania, tukiomba kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu mwenendo wa Padri Dr. Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Hii imetokana na malalamiko na mitazamo iliyoenea kwa muda mrefu katika jamii kwamba Padri Dr. Kitima amekuwa akihusishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa au ya siasa, hasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nadhani wote ni mashahidi, imekuwa hivyo. Sasa sisi barua yetu si ya kuhukumu wala mashambulizi binafsi, lakini ni ya ombi la kichungaji linalolenga kulinda taswira, umoja na mamlaka ya kimaadili ya Kikatoliki. Kwa hiyo tumeifikisha leo na imesainiwa, imepokelewa kama mnavyoona. Imepokelewa balozi wa Vatican, tumewasilisha leo mchana. Lakini pia mitazamo na malalamiko haya iwe ni ya kweli au sio ya kweli, lakini yameanza kuleta sintofahamu miongoni mwa waumini kwa kuweka kanisa katika mazingira yanayoweza kutafsiriwa kama ni ya upendeleo wa kisiasa, jambo linalohatarisha nafasi ya kanisa kama chombo cha amani, upatanisho na mwongozo wa kiroho kwa Watanzania bila kujali itikadi zao za kisiasa. Katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu. Moja, kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima. Lakini pia namba 2, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Namba 3, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya kanisa Katoliki. Kusifia mtu ili kufunika maovu siko tayari. Siwezi kusifia kwa kufunika maovu yanayofanywa, sitafanya. Tatizo la Tanzania ni kusifia ili kufunika maovu. Unaona kabisa huyu anaonewa, unamwacha. Kwa mfano, umeona kabisa chama fulani kijafuata procedure zake za ndani, hiki kinachukuliwa hatua, hiki hakichukuliwi. Kwa hiyo nataka nimsifie msajili wa vyama kwa hilo? Siwezi kumsifia. Ali Kibao amekamatwa kwenye halaiki mchana. Mimi natoa mfano mpaka siku ya mwisho. Kijana anaitwa sijui nani huyo, Soka. Ameitwa kituo cha polisi, haonekani mpaka leo. Sasa unasema si tunyamaze? Uovu ule lazima tuukemee. Sasa kama kukemea uovu ni kuingilia mambo ya watu, tunawaambia wale wanaoyafanya waache. Na tutaendelea kuwaambia na hatutaacha, tutaendelea kuyaambia.